Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. NATO inasema kwamba Umoja wa Ulaya EU haiwezi kuwa mbadala na haipaswi kuwa mbadala wa NATO. Shirika la mkataba linaloongozwa na Marekani linasema kwamba wao ni zaidi kuliko umoja huo wa Ulaya katika masuala ya kiuchumi na kijeshi, anasema katibu mkuu wake Bwana Mark Rutte. EU itajiumiza tu ikiwa itaamua kujiendea katika nyanja ya usalama, katibu mkuu wa NATO Mark Rutte ameliambia shirika la habari la DPA. Wanachama wa Uropa wa umoja huo wanahitaji kufuata matakwa ya Washington na kutumia zaidi kwa wanajeshi wao badala yake, alisema mnamo siku ya Ijumaa. Mark Rutte alikuwa akimjibu Manfred Weber, mkuu wa chama cha watu wa Ulaya EPP, kundi kubwa zaidi katika bunge la Ulaya, ambaye alitaka umoja wa Ulaya ugeuzwe kuwa NATO ya Ulaya mwishoni mwa mwezi Novemba. Mnamo siku ya Ijumaa alihimiza Brussels kuchukua hatua kwa ujasiri na kuandika mkakati wake wa usalama. Lazima tuache kuunda sera yetu kutoka kwa karatasi za Washington, mwanasiasa huyo Ujerumani alisema. Alipoulizwa kama ana maoni hayo, mkuu wa NATO alionya kuwa kuna zaidi ya EU linapokuja suala la NATO. Wanachama wa EU wa kambi hiyo inayoongozwa na Marekani wanachangia robo tu ya jumla ya pato lake la kiuchumi, alisema. Washington ina matarajio makubwa ya washirika wake wa NATO wa Ulaya ambayo ni tunaitumia zaidi. Ulaya inachukua jukumu zaidi, Rutte alieleza. Alisema kwamba umoja wa Ulaya hauwezi ukawa kama NATO na kwamba hauwezi kuwa na mfumo uliopo katika NATO. Kumbuka kwamba baadhi ya wanachama wengi katika NATO ni wanachama wa umoja wa Ulaya, lakini ni wanachama ambao wanaitegemea Marekani kwa asilimia kubwa. Rais wa Marekani Donald Trump aliwasukuma wanachama wa NATO kujitolea kutumia 5% ya pato lao la taifa kwa wanajeshi wao kila mwaka ifikapo mwaka 2035 katika mkutano wa kilele huko The Hague mnamo mwezi Juni. Hatua hiyo haikuwapendeza baadhi ya wanachama zikiwemo Slovakia na Uhispania. Madrid ilibuka kuwa mpinzani mkubwa wa ongezeko hilo ambalo ililipuuza kuwa haiwezekani kabisa na kumfanya Trump kutishia kwa kutoza ushuru kwa kushindwa kulizingatia. Brussels na Washington pia zinaonekana kuwa na mitazamo tofauti kwa mzozo wa Ukraine. Mnamo mwezi Novemba, waziri wa Hungary Viktor Orban alionya kwamba EU inazuia juhudi za amani za Amerika na kupanga njama. Mapema mwezi huo huo, gazeti la New York Times limeripoti kwamba Washington iliwaonya waungaji mkono wa Uropa wa Kiev dhidi ya kuondoa mzozo huo, ikitaja hatari inayozidi kuongezeka zaidi. Moscow inashikilia kuwa uhasama huo ni vita vya wakala wa NATO vilivyochochewa na upanuzi wa jumuiya hiyo kuelekea mashariki. Mapema mwezi huu, Rais Vladimir Putin aliwaambia waandishi wa habari katika maswali na majibu kwamba Urusi haina hamu ya kukabiliana na umoja huo mradi tu maslahi yake yataheshimiwa, huku akiwataka wanachama wa Umoja wa Ulaya pamoja na NATO kuiheshimu Urusi. Rais Putin anasema, ninachotaka kuona ni wanachama wa Umoja wa Ulaya pamoja na NATO kutuheshimu tu, hatuna kitu kingine, anasema rais huyo wa Urusi Bwana Vladimir Putin. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.